Katika bonanza letu pia ukiangalia nje ya michezo mingine yote ambayo inafikia michezo 16, pia kuna mchezo wa bao kwa maana ya draft, bao la Kiswahili, lakini pia na bao la kienyeji, wenyewe wanaita bao la kiee. Michezo hii ya bao tumeizoea watu wao wana vijiwe ambao wao wanaenda kucheza, hasa michezo hii ya bao na michezo mingine. Lakini pia michezo hii kumbuko kwamba kwa mfano mchezo wa bao huu solo ni mchezo ambao ulianzishwa na muasisi, yani muasisi wa nchi hii, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ndio mchezo pekee alikuwa akiupenda sana. Na alikuwa akitumia vijiwe hivi kubadilishana mawazo na wazee wenzie, lakini pia kujua taswira na nchi inaelekea wapi na mambo mengine. Na ifahamike kabisa hapa katikati nchi yetu pia imepitia pia kwenye changamoto 2-3 ambazo pia tuna kila sababu pia kuweza kuona tunaweza kukaa na wazee, tuweze kuongea nao, tujue kwamba watuambie sisi vijana unajua tuna mahitaji mengi sana. Pengine kuna mambo tunayafanya tunayasahau. Kwa hiyo tumeuchukua mchezo huu na kuweka kwenye bonanza letu maalum, kwanza kuutambua mchezo wetu, lakini pia kuendelea kumwenzi hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini pia jambo lingine pia kuwafanya wazee pia nao wakapata kupiga hatua moja kutoka nyumbani na kufika kiwanjani. Tunajua pia tutakuwa tumeijali afya yao, lakini pia wazee wakikaa kule nyumbani wanashindwa kujua kwamba changamoto zao pia wanaweza kuzipeleka wapi. Sisi pia ofisi yetu ya mbunge iko hapa, pia wazee wakitoka kwenye bao wanafika pale wanatuambia namna ipi tunaweza kufanya maendeleo ya mkoa wetu, lakini pia namna ipi tunaweza pia kuwasaidia kwenye masuala mengine ya afya na mambo mengine. Mchezo wa bao ni mchezo ambao kwanza unakutanisha jamii mbalimbali na mnashare mawazo, lakini katika kucheza tunatumia hesabu nyingi na akili nyingi. Muda mwingi akili unaiweka katika hali ya kufanya kazi, hivyo ni kiburudisho mojawapo kinachochangamsha mwili. Lakini pia mchezo wa bao unaunganisha jamii, makabila mbalimbali. Mimi leo ni Mnyamwezi, nimekutana hapa na watu wa Tanga, tumekutanishwa na mchezo wa bao. Tunacheza kama ndugu tuliotoka tumbo moja, lakini ni watu ambao tufahamiani. Unapozungumzia ustawi wa watu na mwingiliano wa jamii mbalimbali, huwezi kulisahau bao la kienyeji, mchezo ambao una asili katika ukanda wa Afrika Mashariki. Lakini mabao haya yako tofauti. Kuna bao kwa mfano kama sisi katika bonanza letu hili tumeleta aina mbili ya michezo ya bao. Kuna bao ambayo inachezwa sana nyanda za juu kusini, wanaita bao la Kihei, ambalo nalo lipo hapa, watu wameshiriki. Lakini pia kuna hili bao la Kiswahili ambalo linachezwa sana hata ukanda wa Pwani. Iko hivi, michezo hii imeweza kuwakusanya jamii mbalimbali kutoka makabila mbalimbali, lakini wamekuwa wakizungumza lugha moja. Ni michezo ambao toka nchi inapigania uhuru watu walikuwa wanaicheza.